Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi asema serikali itaendelea na ujenzi wa masoko ya kisasa ili kuwawekea wafanyabiashara mazingira mazuri ya kufanya biashara. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro afikishwa kizuizini jijini New York nchini Marekani usiku wa Jumamosi baada ya kukamatwa na Marekani. Na katika michezo, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ipo dimbani muda huu kucheza na wenyeji Morocco, mchezo hatua ya 16 bora mashindano ya AFCON. Naam, asante sana popote pale ulipo kwa kuendelea kufuatilia matangazo ya Channel 10. Karibu katika taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Utakuwa nami Ezekiel Mombopo, lakini taarifa hizi zote zitaletwa na Ramna Jabu kwa lugha ya alama. Yako mengi ambayo tumekutayarishia katika taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, hivyo ambatana nasi mwanzo mpaka mwisho. Lakini wakati huo kumbuka, kama ambavyo umesikia katika muhtasari, basi timu yetu ya Tanzania ya mpira wa miguu yenyewe inajitupa uwanjani leo, ikiwa ni historia ya kipekee kwa Tanzania kushiriki katika hatua ya 16 bora ya mashindano ya mpira wa miguu ya Afrika ambayo ni makubwa zaidi. Kwa hivyo ni kuendelea kuiombea dua timu yetu ifanye vyema katika mchezo huu ambao unafanyika huko jijini Rabat nchini Morocco. Karibu tuanze taarifa yetu ya habari. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea na ujenzi wa masoko ya kisasa katika maeneo mbalimbali ili kuwawekea wafanya biashara mazingira mazuri ya kufanya shughuli zao. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo wakati alipozindua soko la kisasa la mboga mboga la Mombasa, mkoa wa Mjini Magharibi. Amefahamisha kuwa pale serikali inapohamisha wafanyabiashara katika maeneo yao, huwa inawahamisha kwa nia njema ya kujenga masoko yenye hadhi na viwango na kuandalia mazingira mazuri. Tutaendelea kuweka mazingira mazuri ya wafanyabiashara ili wafanyabiashara wasifanye katika mazingira mabaya, wasifanye pembezoni mwa barabara, wasifanye biashara ovyo, wafanye biashara katika mazingira mazuri ya kisasa kama haya ambayo tunayaona. Amesema serikali itaendelea kutoa mikopo isiyo na riba kwa wafanyabiashara ili kukuza mitaji yao na kutoa wito kwa watakaopewa fursa ya kuliendesha soko hilo jipya kulitunza kwa kuimarisha usafi wakati wote. Tutaendeleza kutoa mikopo yenye masharti nafuu, mikopo isiyokuwa na riba kwa wafanyabiashara wetu ili wakuze mitaji yao. Vile vile napenda kuchukua fursa hii kutoa maelekezo kwa watakaopewa kuliendesha soko hili walitunze. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri wa fedha na mipango Juma Milik Akil amesema ZSSF tayari ina mtaji wa shilingi trilioni 1.36 na imewekeza katika soko la fedha kiasi cha shilingi bilioni 800 na kuwa uhakika na uwezo wa kulipa wanachama wake kwa miaka 50 ijayo. Katika asset hii, Mheshimiwa Rais, mfuko umeweza kuwekeza katika soko la fedha jumla ya shilingi bilioni 800 na ziada kidogo. Tuendelee kuya maintain masoko haya ili yadumu muda mrefu, lakini pia usimamizi wake uwe mzuri na kuhakikisha wale tunaowatoa na kuwarejesha kwenye maeneo ambayo yalikuwa na masoko, basi tufanye hivyo. Shabani Mpute, Channel 10. Asante Shabani Mpute. Jumla ya wapiga kura 20,851 walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura watashiriki katika uchaguzi wa kuchagua madiwani katika kata ya Kirwa Vunjo Magharibi iliyopo halmashauri ya wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro na katika kata ya Mindu iliyopo katika halmashauri ya manispaa ya Morogoro. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Rufaa Mheshimiwa Jacobs Mwambegele amesema hayo leo Januari 4 wakati akisoma risala maalum kuhusu uchaguzi kwa kata hizo
utakaofanyika kesho na kusema kuwa jumla ya vituo 55 vya kupiga kura vitatumika. Kuhusu mawakala wa vyama vya siasa, Jaji Mwambegele amevikumbusha vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi hapo kesho kuzingatia wajibu wao wa kuweka mawakala katika vituo vyote. Tarehe 5 Januari 2026 kutakuwa na uchaguzi wa marudio wa udiwani katika kata 2 za Tanzania bara. Kata hizo ni Kiruavunjo Magharibi iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Moshi mkoa wa Kilimanjaro na kata ya Mindu iliyopo katika halmashauri ya manispaa ya Morogoro mkoa wa Morogoro. Katika uchaguzi huu, jumla ya wagombea 5 kutoka katika vyama vya siasa 4 wanawania nafasi wazi za udiwani katika maeneo niliyoyataja. Jaji Mwambegele amesema vituo vitafunguliwa saa 1 kamili asubuhi na kufungwa saa 10 kamili jioni. Ifikapo muda wa kufunga kituo saa 10 kamili jioni, kama wapiga kura bado wapo kwenye mstari, mlinzi wa kituo atasimama nyuma ya mtu wa mwisho na zoezi la upigaji kura litaendelea hadi wapiga kura walio kwenye mstari watakapokamilika. Natumia fursa hii kuvikumbusha vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi kesho tarehe 5 Januari 2026 kuzingatia wajibu wao wa kuweka mawakala katika vituo vyote vya zoezi la kupiga, kuhesabu na kujumlishia kura. Mwenyekiti huyo wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ametoa rai kwa wapiga kura kwenye maeneo yenye uchaguzi kujitokeza kwa wingi kwenye vituo vya kupigia kura hapo kesho ili kuwachagua viongozi wanaowataka. Vituo vitafunguliwa saa 1 kamili asubuhi na kufungwa saa 10 kamili jioni. Ifikapo muda wa kufunga kituo saa 10 kamili jioni, kama wapiga kura bado wapo kwenye mstari, mlinzi wa kituo atasimama nyuma ya mtu wa mwisho na zoezi la upigaji kura litaendelea hadi wapiga kura walio kwenye mstari watakapomalizika. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10. Asante Fatma Hassan kwa taarifa hiyo. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi umeanza matembezi maalumu ya kuadhimisha kutimia miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Mapema akizindua matembezi hayo yaliyoanzia mkoa Kaskazini Unguja kuelekea Kusini Unguja na kumalizia mkoa Mjini Magharibi Unguja, makamu mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Rehema Omar Sombi, amewataka vijana kuwa wazalendo na walinzi wa taifa lao. Umoja unatufanya pia tukae kwa kusemezana kulia na kushoto. Ukigeuka kulia unamsemesha mwenzako, ukigeuka kushoto, nyuma, mbele, utasema sisi ni wamoja. Sasa ule umoja ukiungana na amani unatufanya tuchagize maendeleo, na ndiyo kauli mbiu ya kipindi hichi, hususan ikilenga athari tulioipata tarehe 29 na 30 kupitia uchaguzi mkuu ambao ni funzo kwetu sisi vijana. Makamu mwenyekiti huyo wa UVCCM Taifa pia amewasisitiza vijana kukisemea Chama cha Mapinduzi kupitia utekelezaji wa ilani yake bara na visiwani. Kwa ilani hii ya 2025-2030 katika jamii zetu wajue tulipotoka, tulipo na wapi tunaelekea, kwa sababu mengi na mazuri yanakuja kupitia ilani hii. Sasa tunafanya hivyo kwa kuacha siasa ambazo zitaleta mifarakano, chuki ama ubaguzi. Na ndio maana ukitizama kauli mbiu ya mwaka huu, matembezi haya matukufu yanasema kwamba amani na umoja ndio msingi wa maendeleo yetu. Naibu Katibu Mkuu wa Umoja wa Vijana Zanzibar Abdul Mahmud amesema matembezi hayo kwa mwaka huu yataadhimishwa kila mkoa kutembelea miradi na kufanya shughuli za usafi matembezi yatakapopita. Baadhi ya viongozi wa majimbo walioshiriki matembezi hayo wamesema hatua hiyo ya vijana ni katika hatua za kuonesha uzalendo na utii kwa taifa lao. Tutawaunga mkono mkoa huu, tuubadilishe, kila mmoja aone yes, mkoa wa Kaskazini Unguja una umoja wa vijana. Haikuwa rahisi
kufanya mapinduzi, lakini wazee wetu waliweza. Sasa kuyalinda na kuyadumisha, huo ni wajibu wetu vijana wa sasa. Matembezi hayo yatahitimishwa ndani ya mkoa Mjini na kupokelewa na mwenyekiti wa Umoja wa Vijana CCM Taifa, Comrade Mohamed Ali Kawaida. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Mohamed Suleiman Abdullah, amesema azma ya kufanyika kwa mapinduzi matukufu ya Zanzibar ni kuimarisha maendeleo katika sekta zote za kiuchumi na kijamii. Ameyasema hayo katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi katika jengo la Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali lililopo wilaya Chake Chake Pemba, ikiwa ni mwendelezo wa shamra za maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Leo nimekuja tena kuweka jiwe la msingi. Nilishatoa maelekezo pale na hapa naomba niseme. Na nimwelekeze mkandarasi, ikifika mwezi wa Machi kama alivyoahidi, ahakikishe jengo hili limekamilika. Hakutakuwa na extension wala hakutakuwa na sababu nyingine yoyote. Sambamba na hayo, Mheshimiwa Hemedi ameuagiza uongozi wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar kuhakikisha wanaweka thamani mpya katika jengo hilo zenye viwango vitakavyodumu kwa muda mrefu na vyenye kukidhi mahitaji ya watumiaji wa jengo hilo. Isifike wakandarasi wamekabidhi jengo halafu ndio kwanza mnaanza kufanya procurement ya hivyo vifaa. Na kwenye jengo lile ni marufuku kuona vile viti vikongwe, sijui vifaa vikongwe vinaingia mtu. Tumechukua hatua ya kujenga jengo hili kama watangulizi wangu walivyokusema, kwamba kutokana na uhaba au finyu wa nafasi kwa watendaji wetu. Mheshimiwa, jengo hili limejengwa kutokana na uchakavu mkubwa wa ofisi za elimu hapa Pemba unaosababisha kutokuwa na mazingira bora ya utendaji kazi. Kuna uhaba wa ofisi kwa watendaji wetu ambao kwa sasa wanabanana katika ofisi ndogo ambazo pia si salama. Kukamilika kwa ujenzi huu kutasaidia kutatua changamoto hizo. Jocelyn Zefania, Channel 10. Asante Jocelyn. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa amemwagiza katibu mkuu wa wizara hiyo kuhakikisha changamoto zote zilizopo kwenye mnada wa Upili wa Buzi Rayombo wilayani Chato mkoani Geita zinatatuliwa kabla ya kuanza ujenzi wa awamu ya pili. Balozi Dr. Bashiru akiwa katika ziara yake wilayani Chato mkoani Geita ametembelea na kukagua mnada wa Upili wa Buzi Rayombo Chato uliojengwa kwa thamani ya zaidi ya bilioni 4.8 huku akitoa maagizo ya kutatuliwa kwa changamoto zilizopo kabla ya kuanza ujenzi wa awamu ya pili, huku akisisitiza kuwa serikali ipo kazini kuhakikisha changamoto zote zinazowakabili wafugaji, wavuvi na wakulima zinapatiwa majibu haraka. Nataka ndani ya wiki 2 kuanzia leo, yani mnada huu umepita, unaokuja unaweza usipate maji, utakaofuata uwe na maji, kwa sababu tenki lipo, miundombinu ipo imara, chanzo cha maji yanakotoka maji yanakuja yanafika hapo. Tuna pia na akiba ya tenki la chini, maji yamejaa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa umeona, halafu hakuna maji, vyoo havina maji. Wanachokifanya, wanachukua ndoo wanakwenda kutumbukiza kwenye tenki la chini. Mradi mkubwa wa namna hii wa bilioni 4. Kwanza hatukustahili kuanza kuutumia bila mfumo wa maji kukamilika. Tujipange vizuri. Tatizo letu sisi wa Tanzania, baadhi yetu wachache, ni kuipata fursa na kutokuitumia nini? Fursa. Baadhi ya wakazi wilayani Chato wakiwa kwenye mnada huo wameiomba wizara hiyo kuanzisha maabara ya mifugo pamoja na kuondoa utitiri wa minada inayoathiri biashara ya mifugo kwenye mnada huo wa kisasa. Upande wa mifugo ng'ombe tunatibu, kuna wataalamu hapa wako Rundo, mpaka mtaalamu wa wilaya yuko hapa, ikibidi na wa mkoa yuko hapa, lakini wanatibu kwa kubahatisha. Tunaingia hapa sisi wafugaji. Tunaomba wafugaji tuwezeshwe kunenepesha mifugo. Mbunge wa jimbo la Chato Kaskazini Coronel Magembe amemuomba waziri wa mifugo kuitumia machinjio iliyopo kwenye mnada huo kwa matumizi ya kawaida kwa kuwa machinjio iliyopo mjini Chato haikidhi vigezo. Wizara yako Mheshimiwa Waziri ione namna nzuri ya kufanya haya machinjio, kama kuna vifaa vinavyopungua viwekwe hapa
na machinjio, badala ya kutumia machinjio yaliyochafuka ambayo sasa yameharibika pale mjini, tuanze kutumia hapa ili angalau machinjio ya hapa yaweze kufanyika. Kwa sababu ng'ombe ambao tumekuwa tukifuga wanaozaliwa nusu wanapita, nusu wanafariki ndama, kwa sababu ya kukosa wataalamu ambao wana weledi, wanaojua. Kutoka hapa wilayani Chato mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Asante Mrisho Sadiki. Kaya 400,000 za Kitanzania zimefuzu kutoka katika hali ya umasikini uliokithiri kupitia mradi wa kupunguza umasikini awamu ya 4 wa OPEC uliomalizika Desemba 31 mwaka 2025 baada ya utekelezwaji wake kwa miaka 5. Mradi huo uliotekelezwa tangu 2020 hadi 2025 umeendeshwa na mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF na unahusisha kaya maskini milioni 1.373 katika halmashauri 33 katika mikoa 5 ya Njombe, Arusha, Mwanza, Simiyu na Geita. Akizungumzia hatua hiyo, mkurugenzi mtendaji wa TASAF amesema tathmini iliyofanyika imeonyesha kaya hizo zimekidhi vigezo vya kufuzu kwa kuboresha maisha na kuongeza kipato. Hii sasa tunasema kwamba tumefunga rasmi utekelezaji katika mikoa hii 5 na awamu nyingine inayokuja ambayo inafadhiliwa na OPEC, tutakwenda katika mikoa mipya ambayo na yenyewe tutaichagua kutokana na takwimu za vigezo kuna vigezo vyake sana. Moja ya halmashauri zilizonufaika ni ya Meru mkoani Arusha, ambayo ilipata miradi 66 iliyotekelezwa na kukamilika kabla ya wakati na kuwa ya mfano, ambapo mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Zainabu Makunya amesema miradi imegusa maisha ya wananchi, ikiwemo katika sekta ya afya, elimu, ujenzi wa mfereji wa maji ulioleta tija kwa wananchi. Mimi nashukuru, lakini kama mnavyofahamu halmashauri ya Meru kazi kubwa ni kilimo na ufugaji. Tumepata miradi ya umwagiliaji, ya mifereji ya umwagiliaji, ambapo sasa hivi tumeongeza uzalishaji mkubwa. Nikitolea mfano Ngabogo kule ni kwa Wamasai, lakini wale Wamasai wanalima bustani, wanazalisha nyanya na mboga nyingine. Kwa maana hiyo uzalishaji umeongezeka. OPEC 4 kwenye mradi huu imetekeleza katika awamu 2. Kuna mwaka 2022-2023 tulitekeleza awamu ya kwanza, tulijenga kilomita 1 na gharama yake ilikuwa ni milioni 66. Awamu ya pili tumejenga kilomita 7.2 kwa gharama ya shilingi milioni 401. Kwa hiyo jumla mradi huu umegharimu shilingi milioni 467. Na kuna wakati wanyama walikuwa wanakuja hivi juu kuvuruga mashamba kwa ajili ya maji kufikia kule chini. Ni jambo ambalo ilikuwa tumeona kwamba mradi huu imetusaidia sana. Kwa hiyo sisi tunashukuru. Shabani Mpute, Channel 10. Asante Shabani Mpute. Wakulima wa korosho katika halmashauri ya Mji na Nyamba mkoani Mtwara wamesikitishwa na kitendo cha wao kuuza korosho zao kwa bei ndogo kupitia chama chao kikuu cha ushirika cha Mamku Limited, lakini hali ikiwa tofauti wanapopeleka katika chama kikuu cha ushirika cha Tandahimba na Newala Taneku, ambapo wanauza kwa bei kubwa, jambo ambalo wanaona kuwa kuna hujuma. Minada ya korosho kwa chama kikuu cha ushirika katika wilaya za Mtwara, Masasi na Nanyumbu Mamku Limited imeisha, lakini wakulima wa korosho katika wilaya hizo hawakuridhika na namna minada ilivyofanyika, wakilinganisha bei wanazouza kupitia chama chao kikuu cha Mamku Limited ambazo ni ndogo na korosho zingine kukataliwa, na kwamba wakipeleka korosho zao kwenye chama kikuu cha ushirika cha Taneku wanauza korosho kwa bei kubwa. Na hawa ni wakulima korosho katika halmashauri ya Mji na Nyamba wilaya ya Mtwara wakieleza changamoto hizo. Mnada kwa mfano uliopita na Nyamba imenunuliwa shilingi 2,300 na shilingi 10 hadi 2,000 na shilingi 10. Tandahimba ameuza 2,700, ni korosho ambayo inatoka na Nyamba. Hiyo changamoto inawasumbua wana na Nyamba. Ila tatizo kubwa kutokana na uchakachwaji uliopo, jimbo linatutesa. Tunauza korosho kwa sababu ndo tunalima, kwa sababu ndo zao letu, na tuna imani zao hili kama ningekupa kwa wenzetu wangekuwa sasa hivi washatoboa matajiri wakubwa. Kuanzia 8.5 na kushuka chini huwa zinapokelewa,
lakini ukipeleka kwenye ghala kuu la MAMCO pale huwa ni changamoto. Lakini korosho hizo hizo ambazo tunazotoa kwenye halmashauri ya mji Nanyamba, tukipeleka kwenye halmashauri nyingine aidha ya Tandahimba, zinaonekana zipo kwenye ubora na unyevu hamna, zinakuwa ziko vizuri. Kwa hiyo sina uhakika mashine za Tandahimba ziko tofauti na za Nanyamba huku au ndo mipango tu ya watu. Meneja chama kikuu cha shirika MAMCO Limited Biadia Matipa anaeleza kuwa sababu hiyo inatokana na korosho za Nanyamba ama wilaya ya Mtwara kwa ujumla kuwa na unyevu mkubwa kwa kuwa wapo karibu na bahari. Naturally, korosho kadri unavyosogea uwanda wa bahari ubora wake unashuka. Kwa hiyo hii haijaanza mwaka jana au mwaka juzi. Kwa hiyo bado tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba korosho ya Mtwara inakuwa nayo bora kama ilivyokuwa korosho ya Masasi, ya Nanyumbu, ya Tandahimba na Newala. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Asante Adam Malima kwa taarifa hiyo. Watanzania bila kujali itikadi zao wametakiwa kwanza kulinda tunu ya amani, umoja na mshikamano uliopo nchini, na kwamba wasikubali kugawanywa kwa misingi yoyote itakayoweza kulitumbukiza taifa katika vurugu. Kwamba Tanzania itabubujisha amani, itabubujisha utulivu, itabubujisha uzalendo, na Mungu utaabudiwa na ukalibariki kanisa lako. Wito huo umetolewa na Katibu Mkuu wa Kanisa la Tanzania Methodist Church, Askofu Allen Siso, katika ibada maalumu ya kukaribisha mwaka mpya, huku akisisitiza umuhimu wa kudumisha amani lakini pia kutii mamlaka zilizowekwa na Mungu. Maana kuna mipaka ya nchi na Tanzania tuna mpaka wetu, na hawezi Mkenya wala Mganda kuingia Tanzania pasipo kibali maalum. Kwa nini? Hii nchi na watu wake wanaomiliki, hii nchi na watu wake wanaotawala. Nataka nikwambie, umpende Samia usimpende, Mungu kamthibitisha awe mtawala nyakati hizi. Askofu Siso pia kawakumbusha Watanzania na viongozi wa dini kwa imani na dini zao kuwa na hofu ya Mungu na kujiepusha na kauli zinazoweza kuligawa taifa. Tunahitaji kuwa na hofu ya Mungu ndani ya mioyo yetu. Taifa hili haliwezi likawa salama kama Watanzania hawatakuwa na hofu ya Mungu ndani yao. Iwe ni kanisa haliwezi likawa salama kama Wakristo hatutakuwa na hofu ya Mungu ndani yetu, na hata na Waislamu pia. Kama hofu ya Mungu haiko ndani, hakuna kitakachofanikiwa. Ili maisha yako na viwango vyako viongezeke, ongeza kiwango chako cha kumjua Mungu ndani ya moyo wako kwanza. Akizungumzia ukaribisho wa mwaka 2026, kanisa hilo limeunga mkono hotuba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kukaribisha mwaka 2026 kwa kurejea katika maridhiano ya kitaifa. Na nimependa hoja hii kama kiongozi wa nchi kutamka habari ya maridhiano. Tuna kila sababu za kumshukuru Mungu na kumwombea Mheshimiwa Rais na wote wanaomsaidia kuhakikisha taifa la Tanzania linakaa katika umoja, katika mshikamano, na mahali pale ambapo kuna tofauti zozote tukikaa mezani katika kuridhiana, tunairudisha Tanzania katika amani, tunairudisha Tanzania katika utulivu. Huu ni mwaka mwingine, ni mwaka wa kuongeza amani ya Tanzania. Ni mwaka pia wa kushiriki baraka za Mungu katika nchi ya Tanzania. Katibu Tawala wilaya Kinondoni Warda Ubathan, ambaye alimwakilisha mkuu wa wilaya Kinondoni, amesema serikali itaendelea kuunga mkono viongozi wa dini ambao wataendelea kuhimiza mshikamano, amani kwa Watanzania wote. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Asante Hamisi Suleiman. Kampeni ya usafi wa mazingira yenye kauli mbiu isemayo ng'arisha jiji la Arusha, ambayo imeasisiwa na madiwani wa viti maalum katika jiji la Arusha, imeanza kwa kasi kubwa, huku madiwani hao wakisema kuwa baada ya kumaliza kuyafikia maeneo ya umma kama vile masoko, zahanati na vituo vya afya, wataelekeza nguvu zao kwenye maeneo mengine ikiwemo makazi ya watu. Mamia ya wakazi wanajitokeza kufanya usafi katika masoko yaliyopo pembezoni mwa jiji na baadaye katika hospitali ya jiji la Arusha. Aminata Salash Ture na Furaha Msangi ni madiwani katika jiji la Arusha, wanahakikishia jamii kwamba zoezi hilo litakuwa endelevu. Na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ni kuahidi kwamba tumejipanga kama madiwani wa viti maalum. Hii ni phase 1 tu ya kusafisha mazingira ya nje. Tutaenda mpaka kwenye challenge ya kusafisha nyumba zetu.
Kwa hiyo uwe na imani na sisi, tumejipanga sana sana sana, na tutahakikisha ile sifa ya Arusha kuwa jiji safi inarudi. Kwanza tunawaahidi litakuwa ni endelevu, na pia wananchi wote tushirikiane, kwa sababu jiji letu ni jiji ambalo linatakiwa liwe na hali ya usafi. Wananchi wote tutakuwa tunashirikiana na nyie wote wa madiwani wa viti maalum. Kwa upande wake, mstahiki meya wa jiji la Arusha Maximilian Irange ametaka kudhibitiwa kwa wote wenye zabuni za uzoaji wa takataka ambao wamekuwa wazembe. Wale mawakala wa kuzoa taka na wao wamekuwa changamoto. Kuna saa gari inatoka Frescona inakuja kuleta taka dampo, barabara nzima takataka zinadondoka. Wale wana mikataba, na kwenye mkataba kuna kuingia mkataba na kuvunja mkataba. Ikifika mahali mkurugenzi mkandarasi hawezi kusimamia mkataba, vunjeni mkataba, tafuteni mkandarasi mwingine. Nafikiri umenielewa. Kwa sababu badala ya kusafisha jiji, tunafika mahali tunachafua jiji kwa kuokota takataka sehemu tofauti tofauti. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kampeni hii ni endelevu, sio kwamba ndio tumeianza tu leo na kuiacha, hapa. Weekend tutakuwa tunafanya zoezi hili la usafi. Kwa hiyo jamani, mjue hili zoezi sio leo tu, ni kwamba ni endelevu ili kuweka mazingira yetu yaweze kukaa vizuri. Mkuu wa wilaya ya Arusha Joseph Mkude anaongoza wakazi kufanya usafi, huku akisisitiza kwamba kwa sasa kinachosubiriwa ni kupitishwa kwa sheria ndogo ya kudhibiti utupaji ovyo wa taka ngumu. Naomba mkapitie sheria hii ya usafi wa kutupa taka ovyo kama maplastiki, nailoni na kadhalika. Kama imekaa sawa sawa, kama haikukaa sawa sawa, nitaomba muiboreshe. Kama ni ngazi yetu, tutaomba kwa waziri husika aipitishe haraka tuje tuitumie. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Asante Novatus. Serikali imeomba kuboresha sera na sheria za kodi zinazotumika katika forodha ili kukabiliana na tatizo la uingizwaji na utoroshaji wa bidhaa za mazao kwenda kuuzwa nje ya nchi kwa njia ya magendo. Hili ni eneo la Silali hapa wilayani Tarime mkoani Mara. Eneo hili ndilo lango kuu la kuingia kwenda nchini Kenya na kuingia nchini Tanzania. Wadau wanaotumia mpaka huu wanaiomba serikali kuboresha sera, kanuni na sheria ili kusaidia kuondokana ukwepaji kwa wafanyabiashara kukwepa kodi kwenye eneo hili na kupita katika vipenyo visivyoruhusiwa. Kama tunategemea mazao ya kilimo kwa sera zilizopo, lazima ifike hatua sera za serikali zibadilike. Kwa mfano, kama mkulima amelima magunia yake 10 kule kijijini, ana tani yake 1, anataka kuiuza kwa majirani zetu, akipata hiyo nafasi, apite utaratibu uwepo tu, mtu apite custom, kama ni 3,000 kwa gunia, 2,000 kwa gunia, alipie mzigo wake, aende auze, arudi. Kuepuka ukwepaji na ufanyaji wa biashara magendo, elimu iendelee kutolewa kwa wafanyabiashara hao wadogo wadogo na wadau wanaojihusisha na biashara hiyo ya magendo, lakini pia zirahisishwe njia za upitaji mpakani ili mfanyabiashara aone ni sifa kupita kwake hapa mpakani. Tu wasifikiri kupita njia ambazo zisizo rasmi kwa maana ya kufanya magendo, wapite hapa, watahudumiwa kwa haraka, na zile bidhaa zingine hasa mazao ambayo hayana kodi pia yanahudumiwa hapa. Katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Wafanyabiashara Daktari Godwill Wanga anafika katika mpaka huu. Lengo ni kuzungumza na viongozi wa wafanyabiashara katika eneo hili ili kujua changamoto zinazowakabili katika mpaka huu. Kwa wafanyabiashara wadogo, nadhani tuna makubaliano mahususi ambayo yamewekwa na serikali zote ili kuruhusu bidhaa za kati ziweze kupita bila kuwa na tozo. Kitu ambacho tunahamasisha ni kwamba hii mifumo ni vizuri ikaboreshwa zaidi ili ikasomana zaidi na ikasaidia zaidi kuwezesha na kufanikisha biashara kufanyika kuliko ambavyo ilivyo sasa inawachelewesha kwa namna moja. Au mtu huku Tanzania mfumo unampitisha vizuri, lakini ukienda upande wa pili mfumo unakuwa shida, anaanza kufanya labda kuingiza tena data upya au vice versa. Kwa hiyo tunaomba hii mifumo yote izidi kuboreshwa zaidi ili iweze kurahisisha zaidi ufanisi wa biashara kati ya nchi na nchi. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Asante Musa Makali. Siku chache baada ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kutoa taarifa ya ongezeko la mapato ya serikali, Jumuiya ya Wafanyabiashara nchini imeipongeza serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka utaratibu mzuri na mazingira rafiki ya ukusanyaji wa kodi. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania Bwana Hamisi Livembe amesema maboresho hayo ikiwemo kuondoa msururu wa kodi, vitisho na bugdha zilizokuwepo hapo awali
yamechangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa mapato ya serikali, kwani wafanyabiashara sasa wanafanya shughuli zao kwa uhuru na utulivu. Tunashukuru kwa pongezi ambazo tumepewa na kamishna mkuu wa TRA pamoja na serikali kwa ujumla. Tumekuwa na mashirikiano mazuri baada ya kuingia kwa serikali ya awamu ya 6 na kurekebisha baadhi ya sera, na baada ya vikao kadhaa na kuanza ukusanyaji kodi bila kutumia maguvu. Tunapongeza na kushukuru serikali kwa kurekebisha sera zake na kuimarisha biashara, lakini sera za uwekezaji ambazo zimesababisha kuongezeka kwa viwanda. Ndio matokeo yake tunaona sasa kodi inapanda kila siku. Sasa lazima sisi tu appreciate hili jambo. Tunapongeza na tunalipokea kwa mikono miwili, na tunaomba tuendelee kwenda hivi. Kama kuna changamoto tunaitana, tunakaa mezani, tunazitatua. Ameongeza kuwa mazingira hayo mazuri yameongeza ufanisi, uaminifu kati ya serikali na walipa kodi, hali inawafanya wengi wao kuwa tayari kulipa kodi bila shinikizo. Ziko changamoto zingine zimpelekwa kwenye ile tume ya rais, tunasubiri majibu yake. Najua ripoti itakapotoka na majibu na baadhi ya mambo yakarekebishwa, tunategemea hali itakuwa nzuri zaidi ya hapa tulipo. Utulivu uliopatikana katika biashara na kuondoka kwa migogoro, lazima kila upande utekeleze wajibu wake. Ukitokea upande mmoja umekosa kutimiza wajibu wake, tutarudi kule tulikotoka. Tunaendelea kuwasisitiza wafanyabiashara. Serikali sasa inakusanya kodi kwa ustaarabu, na sisi tuonesha ustaarabu kupeleka kile wanachostahili kupata. Baba yetu Mzee Mwenda, kamishna mkuu, yani hakikishe kila mmoja anayefanya biashara kuanzia wa chini alipe kwa udogo wake, ili wale walioko juu tusiwaumize na wakati wasiumie, lakini wote tuende kwa pamoja, kila mtu aingize chochote kwenye kapu la mfuko wa serikali. Tutajikuta hapo tumekuwa na makusanyo mengi zaidi kuliko haya tuliyosikia ya juzi. Ahmed Nandonde, Channel 10, Lindi. Asante Ahmed Nandonde kwa taarifa hiyo. Vijana wa Kitanzania wametakiwa kutumia fursa zilizotangazwa na serikali katika kujiinua kiuchumi na kuachana na mitazamo hasi ambayo inaweza kusababisha vurugu katika taifa letu. Tunachokwenda kuzungumza na vijana wenzetu, uratibu huu tunaouandaa ni kwa sababu ya kwenda kuwaelimisha vijana wenzetu na kwenda kuomba wenzetu kuona umuhimu wa amani wa taifa letu. Tusikubali vitu ambavyo watu watakuja kutupandikiza, kwa sababu kuna mambo nitakuja. Wito huo umetolewa na wanaharakati wazalendo jijini Dar es Salaam wakati wakijiandaa kufanya ziara katika mikoa 15 ya Tanzania kwa lengo la kwenda kuelimisha vijana umuhimu wa amani, lakini pia kutumia fursa mbalimbali zilizopo katika kujitafutia kipato na kujiinua kiuchumi. Lengo kubwa ni kutoa elimu kwa vijana na kuwaonyesha vijana kwamba kuna sehemu ambazo zipo gap, lakini vijana wanaziacha, hasa upande wa wawezeshaji kwenye halmashauri. Mnajua, kila Mtanzania anajua kwamba kuna 10% kule zinatoka na 4% ya vijana walemavu na wakina mama. Lazima vijana twende tuwaelimishe namna gani waende kuchangamkia fursa hizi. Aidha, kwa upande wake Ahmed Kombo amesema vijana wengi wanatumika na watu wasiokuwa na nia njema kwa kukosa elimu ama uelewa kuhusu umuhimu wa amani, lakini pia uzalendo, jambo ambalo likiachwa linaweza likauta mizizi na linaweza kuharibu vijana wengi nchini, na kutoa wito kwa wananchi na wadau wa amani kuunga mkono jitihada hizo za kuelimisha vijana kupitia majukwaa mbalimbali. Tunachokwenda kuzungumza na vijana wenzetu, uratibu huu tunaouandaa ni kwa sababu ya kwenda kuwaelimisha vijana wenzetu na kwenda kuomba wenzetu kuona umuhimu wa amani wa taifa letu. Tusikubali vitu ambavyo watu watakuja kutupandikiza. Mtusapoti kwa ajili ya kwenda kuzunguka kuwapa elimu vijana wenzetu. Tutatumia ngazi, tutakwenda kwa mujibu wa taratibu za nchi zilivyopangwa, lakini natuma salamu kwa Mheshimiwa Waziri wa Vijana. Tunahitaji kumuona, maana tushajitahidi sana kumtafuta. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Asante Hamisi Suleiman. Kufuatia uwepo wa idadi kubwa ya wananchi katika halmashauri ya manispaa ya Iringa wanaopendelea kuwasomesha watoto wao katika shule za msingi za mchepuo wa Kiingereza kwa maana English medium, uongozi wa halmashauri hiyo umeeleza dhamira yake ya kuendelea kukarabati na kujenga shule za aina hiyo kupitia makusanyo yake ya ndani, ambapo kwa mwaka wa fedha wa 2025-2026 shule 2 zaidi zinatarajiwa kujengwa. Ujenzi wa shule hizo 2 utafanya halmashauri hiyo kuwa na shule za msingi za aina hiyo 4 na hivyo kutoa fursa kwa watoto kupata elimu yenye ushindani kulingana na mahitaji ya sasa ya dunia.
Akisoma taarifa ya mradi huo, msimamizi wa mradi Dola Mbigili amesema kuwa shule ya msingi ya mchepuo wa Kiingereza ya Isakalilo iliyopo katika kata ya Isakalilo inajengwa kwa mapato yanayotokana na ada za wanafunzi wa shule nyingine ya aina hiyo ya Gangilonga kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 200. Mradi huu unatekelezwa kwa mapato ya ndani kwa 100% kutoka katika shule ya mchepuo wa Kiingereza Gangilonga. Mpaka kukamilika mradi huu inatarajiwa kutumika kiasi cha shilingi milioni 244,266,970. Meya wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Ibrahim Ngwada amesema kuwa dhamira ya halmashauri yake katika sekta ya elimu ipo wazi, akibainisha kuwa kinachoendelea kufanya Naam. Mtazamaji, nikuombe radhi basi kwa kukatika kwa habari hiyo kutokana na tatizo ambalo liko nje ya uwezo wetu. Lakini kwa sasa hebu tuendelee na taarifa yetu ya habari. Tutazame kwa upande wa habari za kimataifa, tukiachana habari za hapa nyumbani, ambapo tunaeleza kuwa Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amefikishwa kizuizini jijini New York nchini Marekani usiku wa Jumamosi. Hii ni kwa mujibu wa taarifa zinazoendelea kutolewa na vyombo vya habari vya nchini Marekani, ikiwa ni baada ya kushikiliwa kwake kwa mashambulizi ya ghafla ya ndege katika maeneo mbalimbali nchini Venezuela. Hatua hiyo ya Marekani imeonyesha kufanikiwa kwa jaribio la kipekee la kuondoa uongozi nchini Venezuela baada ya miezi mingi ya Washington kuongoza na kuongeza shinikizo dhidi ya serikali ya Maduro. Katika mkutano na waandishi wa habari kwenye makazi yake katika Mar-a-Lago mjini Palm Beach katika jimbo la Florida, Rais wa Marekani Donald Trump alithibitisha mashambulizi hayo dhidi ya kiongozi huyo wa Venezuela. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kwamba Maduro na mke wake Celia Flores walifika Marekani na kupelekwa kwenye kituo cha Metropolitan huko Brooklyn kwa helikopta usiku wa Jumamosi. Mapema vituo vya televisheni vya Marekani vilionyesha picha za ndege inayodhaniwa kumbeba Maduro kwenye uwanja wa kijeshi karibu na New York City, ambapo kundi la watu waliishuka kwenye ndege hiyo. Kwingineko ni serikali ya kijeshi ya Myanmar imetoa msamaha kwa zaidi ya wafungwa 6,100 na kupunguza vifungo vya wafungwa wengine leo Jumapili, wakati ikiadhimisha miaka 78 ya uhuru wa nchi hiyo kutoka kwa Uingereza. Haijabainika mara moja kama walioachiliwa ni pamoja na maelfu ya wafungwa wa kisiasa waliokamatwa na kwa kupinga utawala wa kijeshi. Msamaha huo unatolewa wakati serikali ya kijeshi ikiendelea na mchakato wa uchaguzi wa hatua ya 3 kwa muda wa mwezi mmoja, ambao wakosoaji wanasema umeundwa ili kuipa sura ya uhalali hali iliyopo sasa. Wafungwa wengine 52 ambao ni raia wa kigeni pia wataachiliwa na kufukuzwa nchini Myanmar, lakini hakuna orodha kamili ya walioachiliwa ambayo imetolewa. Wafungwa wengine walipunguziwa vifungo isipokuwa wale waliopatikana na hatia ya makosa makubwa kama mauaji na ubakaji au waliokamatwa kwa makosa chini ya sheria mbalimbali za usalama. Mtazamaji, ni hayo tu kwa upande wa habari za kimataifa. Jina langu ni Ezekiel Mwambopo. Ramla Jabu yeye alikuwa nami katika habari hizo za kimataifa pamoja na habari zile za kitaifa, akituletea habari hizo kwa lugha ya alama. Endelea kutazama Channel 10.